Hii hapa, karibu kusikiliza Jicho la Nje hapa Mjini FM kwenye kipindi cha Big City Breakfast, na tunaanzia Dodoma. Msomaji wako ni mimi Jamal Mruma. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewataka viongozi wa serikali za mitaa kuhakikisha suala la usafi wa mazingira linakuwa ajenda ya kudumu katika vikao vya maendeleo ili kusaidia miji na majiji kuwa safi na salama. Akizungumza jana jijini Dodoma, Profesa Shemdoe amesema kuimarika kwa usafi wa mazingira kutasaidia kupunguza milipuko ya magonjwa pamoja na matumizi ya fedha za dawa. Kauli hiyo ameitoa wakati akifungua mkutano wa mwaka wa tathmini ya afua ya udhibiti wa taka ngumu na usafi wa miji uliohudhuriwa na maofisa afya na mazingira kutoka maeneo mbalimbali nchini. Dar es Salaam. Serikali kupitia halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na TARURA imeanza ukarabati wa barabara ya Tabata Bima Kimanga wilaya Ilala kwa lengo la kuboresha usafiri na kuondoa changamoto ya mashimo kwa wananchi. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo, mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amesema serikali tayari imepokea fedha kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo ya mita 650 kwa kiwango cha zege. Kwa upande wake, mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Eli Huruma Maberia amesema tayari mkandarasi amekabidhiwa eneo la mradi, huku kazi zikitarajiwa kuendelea usiku na mchana ili wananchi waanze kutumia barabara hiyo haraka na kwa usalama. Dodoma. Mbunge wa viti maalum Lucy Mwakiembe ameishauri serikali kujenga tawi la taasisi ya moyo Jakaya Kikwete Zanzibar ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za matibabu ya moyo kwa wananchi wa visiwani humo. Mwakiembe ametoa ushauri huo jana bungeni jijini Dodoma wakati akichangia hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Amesema uwepo wa tawi hilo utasaidia kupunguza gharama na usumbufu kwa wagonjwa wanaolazimika kusafiri hadi Dar es Salaam kufuata huduma za kibingwa za moyo. Unaendelea kusikiliza Jicho la Nje kutoka Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Rais Yoweri Museveni ameapishwa kuiongoza Uganda kwa muhula wa 7 katika hafla iliyofanyika mjini Kampala. Mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais anayetajwa kama mrithi wake, alisimama mazoezi ya gwaride la kijeshi yaliyofanyika kwa siku kadhaa kabla ya sherehe hiyo. Ndege za kivita za Urusi aina ya Sukhoi zilipaa angani wakati wa hafla hiyo, zikionyesha uwepo wa kijeshi wa taifa hilo la Afrika Mashariki na kuipa hafla hiyo sura ya nguvu na uthabiti wa serikali. Museveni alikula kiapo na kukabidhiwa nembo zinazoonyesha mamlaka yake kama rais, huku maelfu ya wananchi waliohudhuria sherehe hiyo wakimshangilia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji mpya barani Afrika wakati mkutano wa kilele wa ushirikiano ulipofika mwisho jana huko Nairobi. Macron amesema Ufaransa itawekeza dola bilioni 27 katika sekta tofauti barani Afrika, ikiwemo nishati, akili mnemba na kilimo. Rais huyo amesema kuwa zaidi ya dola bilioni 16 zitatoka kwenye makampuni ya Ufaransa na dola bilioni 10.5 kutoka Afrika. Rais wa Kenya katika hotuba yake alisisitiza swala la uhuru wa mataifa ya Afrika, akitaja neno uhuru mara 8 katika hotuba hiyo. Na rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwa Beijing kwa ziara ya kwanza ya China kwa rais wa Marekani katika kipindi cha karibu mwongo mmoja. Trump aliondoka Washington jana Jumanne na akasema anatarajiwa mazungumzo marefu na Xi Jinping kuhusiana na Irani ambayo inaitegemea China kama mteja wake mkuu wa mafuta yake yaliyowekwa vikwazo na Marekani. Kiongozi huyo wa Marekani lakini amesema kuwa hatohitaji usaidizi wowote wa China kwa Iran. Trump amesema pia kuwa hatazungumza na Xi Jinping kuhusu Marekani kuiuzia silaha Taiwan, kisiwa chenye utawala wa ndani ambacho China inadai kuwa ni sehemu ya himaya yake. Na huo ndo mwisho wa Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako.